majina naitwa James Ndalawa John, mwenyekiti wa mtaa wa Bezi, kata Kaenze. Kwanza mafunzo haya ambayo yanaenda kutuimarisha sisi wenye viti, hususan mimi mwenyekiti mpya kabisa ndio nimeingia mhula wa kwanza. Kwa hiyo yanaenda kunijenga namna gani kujua kwanza mipaka yangu ya kiuongozi, lakini pia kushirikisha kamati zilizopo kwenye mtaa na wananchi kwa ujumla. Lakini pia yanaenda kunijenga namna gani ya kuibua miradi katika kwenye mtaa, lakini pia na kushirikiana na serikali, kwa mfano halmashauri kuu, pesa zinazoletwa na mkurugenzi kwenye mtaa, namna gani tusimamie kusudi zikatekelezeke kama jinsi maelekezo yalivyoelekezwa. Lakini pia niseme mtu aliyeibua mafunzo haya, mbunge wetu mstaafu Angelina Mabula. Kwa kweli mimi amenikonga sana moyo wangu. Kwanza sikutegemea kwamba naweza nikakutana naye, na nimeshangaa kusikia mafunzo haya yeye ndio ameyaratibu na kuyaandaa. Kwa kweli mama huyu ana moyo wa kipekee, ametukumbuka sisi wenye viti. Unajua wenye viti wengine tunachaguliwa, tunakuwa na mazoea tu ya kimtaa, hatuna elimu yote ya kiuongozi. Lakini kwa mafunzo haya tunaenda kupata elimu kubwa namna ya kuongoza. Lakini naye anayesababisha ni Dr. Angelina Mabula. Kwa kweli ni mama wa kipekee, na Mungu amuongezee pale anapofikiria, aendelee kufikiria zaidi. Asituachanize sisi wenye viti, tutembene akiwa mstaafu hivyo hivyo. Tukimpigia simu atushauri, tukifika kwenye ofisi yake atushauri, aendelee kuwa na moyo huo kama jinsi alivyoonyesha kwa leo. Lakini pia kuhusu swala la ulinzi na usalama, amejaribu mama kugusia. Ni kwa kweli amenigusa hata mimi kwamba uwezo ukafanya ulinzi na usalama ukiwa peke yako. Lazima ushirikishe kamati husika, ushirikishe wajumbe wako wa serikali ya mtaa na wananzengo kwa ujumla. Lakini pia kutambua mtu anaingia na kutoka ni jambo ambalo amesisitiza kwamba ni jambo la umuhimu sana kwa mtaa. Kwa hali hiyo mimi nimempata elimu fupi kwanza kuanzia kwake, lakini pia naenda sasa kupata elimu nyingine ambayo najua kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa itaenda kaniongezee uwezo mkubwa kufikiria. Kwa majina naitwa Happiness Andrea, ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Kigote, kata ya Bugogo. Mimi namshukuru sana mheshimiwa mbunge wetu mstaafu kwa mafunzo haya. Nafikiri mafunzo haya yatatujenga jinsi ya kutembea na wananchi wetu. Na nampongeza sana kwa uwepo wake na uzoefu wake na moyo wake ulivyo. Na ninapenda sana azidi kututembelea sana katika mafunzo haya. Asituache kwa kuwa sasa hivi yeye ni mbunge mstaafu. Apende kututembelea katika kata zetu, atutembelea tukae mafunzo ili atujenge. Na mafunzo haya tunapoenda kule kwenye jamii, inabidi tuwakusanye watu wetu, wajumbe wetu, watu wetu, wananchi wetu, ili tujue wanatufanyaje, ili tuwafundishe mafundisho sana sana kama vile usalama, maendeleo yetu, usalama, yani tutekeleze usalama wetu katika jamii nzima. Ila nampongeza sana kwa uwepo wake, wala asikate tamaa. Tuko pamoja naye, hata mbunge anayekuja, mbunge wetu ambaye yuko sasa hivi, waendelee kuweka umoja ili tujenge ile mera yetu. Kwa majina naitwa Amini Khalid Fataki, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kilimayo A, kata ya Nyamonolo, wilaya ya Ilemela. Kwanza kabisa niwapongeze wakufunzi ambao wamekuja kutufunza mafunzo ya utendaji kazi katika mitaa yetu. Tukiwa sisi walinzi wa amani katika mitaa, kweli tumewiwa kwa kupata mafunzo haya. Mungu awabarikie na Mungu azidi kuwapa nguvu walioleta maono haya. Nasi tunashukuru kwa mafunzo haya, tunawapokea vema. Sasa tunapotoka katika mafunzo haya ni kwenda kufanya utekelezaji. Kwanza kabisa kuimarisha ulinzi na usalama katika mitaa yetu, pia kuwaunganisha wananchi hususan masuala mazima ya kimaendeleo. Hiyo ni kazi yetu, kuitisha mikutano ya mtaa na kuwaeleza kuhusiana na masuala ya kimaendeleo na ulinzi pia. Vile vile kazi yetu ni kumsaidia Mheshimiwa Rais kutoka ngazi za chini kwa wananchi, kufikisha habari hizi na kuwaweka sawa wananchi na taharuki mbalimbali. Vile vile nitakuwa ni mchoyo wa fadhila nisipomshukuru Mheshimiwa mbunge mstaafu mama yetu Angelina Sylvester Mabula. Tunamwombea kwa Mungu azidi kumpa afya iliyo njema na mapenzi makubwa aliyonayo, kwani amekuwa miongoni katika taasisi yake ya Angelina Foundation kuibua mambo mengi. Kwa kweli Mungu ambarikie, na sisi tunaendelea kumwombea dua.
amekuwa pamoja na sisi, ameshirikiana na sisi kwa upendo mkubwa. Kiukweli mama huyu Mungu azidi kumjalia afya iliyotukuka. Nimshukuru mbunge mstaafu aliyeandaa mafunzo haya kwa mafunzo hiki. Nishukuru pia uwepo wa mkuu wa wilaya mstaafu ambaye tutakuwa naye katika mafunzo haya siku ya leo na kesho. Kitu kikubwa kabisa ambacho nawaomba ndugu wenye viti, tushiriki kwa ukamilifu, tutoe masikio yetu, mtuazime masikio yenu. Hiki kinachoenda kufundishwa hapa tutakutumia sana tutakapokuwa tunatoa huduma kwa wananchi katika maeneo yetu. Nilitamani sana unapoingia kama mwenyekiti, kwa sababu wapo wapya, wapo wanaoendelea, lakini katika kutenda kazi kuna kufanya kazi kwa mazoea, lakini hujui vizuri majukumu yako ni nini, wajibu wako kama mwenyekiti ni nini, unawajibikaje kwa wananchi wako, lakini na wananchi wako pia wanaichukuliaje ofisi yako katika swala zima la kuona shughuli za maendeleo zinakwenda. Kwa tuliomba mafunzo kwa watu 1026, kwa maana ya kwamba wenye viti 171 na wale wajumbe wenu wa serikali za mitaa 885, ndio inaleta 1026. Kwa hiyo kwa kile tulichokipata wakaleta majibu ya kwamba wataanza. Sasa mimi na imani katika mwendelezo na wengine watapata. Wataanza kwanza na wenye viti, na hii ilikuwa ifanyike mapema, lakini katikati kukatokea mabadiliko kwa wale wafadhili wenyewe, kwa hiyo kukawa kidogo na kuchelewa. Ikabidi tuanze labda mwezi wa 8, wakasema hapana, tunaingia kwenye kampeni, tusubiri kampeni ziishe. Kwa hiyo tumemaliza kampeni, ndio mafunzo yakaruhusiwa. Kwa hiyo mimi naomba pia nishukurishie salamu kwamba tunashukuru kwamba maombi yamekubaliwa, na leo hii ni benchi ya pili, mnaingia wenzenu kata 7 walimaliza wiki iliyopita. No, sio wiki iliyopita, ndani Jumanne walimaliza. Kwa mafunzo haya ninachotaka kusisitiza tu ni kwamba yanakujenga wewe kama mwenyekiti. Kwanza ujue wajibu wako kama mwenyekiti. Tunafanya kwa mazoea, lakini hamjawahi kupata mafunzo. Mtaniambia kama mmepata mafunzo. Hakuna, ukiacha zile semina ndogo ndogo za kawaida. Lakini kukaa darasani kama mwenyekiti uweze kujua nini kazi yako, kwa sababu kuna mwongozo ambao unaelekeza namna utendaji kazi kwenye serikali za mitaa. Na serikali ya mtaa inaanzia kwa mwenyekiti kule chini na wadau wake. Kwa hiyo niliona haya mafunzo kwenu itakuwa ni muhimu kwa mustakabali wa maendeleo ya wilaya ya Ilemela kwa ujumla wake, lakini pia kwa mustakabali wa maendeleo ya mitaa yenu mnayoiongoza. Na katika mafunzo haya niwaombe kile mtakachokuwa mnafundishwa, niwaombe uliza maswali kadri unavyoona. Hakuna limitation ya maswali kwamba utauliza swali moja imeisha. Lengo ni kwamba uelewe unakwenda kuwajibika vipi kwa wananchi, lakini na wao wana wajibu gani katika shughuli za maendeleo. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ninyi mna kamati zenu zile ambazo ni wajumbe 5 nadhani kama sikosei, ambao ndio wanaunda serikali ya mtaa pale. Sasa wale sio kwamba wako tu wamechaguliwa wewe ndio mwenye sauti, hapana. Ukitaka kufanya kazi yako iende vizuri, hata kama wazo ni la kwako mwenyekiti, kaa na wajumbe wako, washirikishe, walifahamu, wakuhoji maswali. Mnapotoka pale kila mmoja anaelewa mtaa unataka kwenda wapi. Usiende na wazo zuri ukafika unaamrisha kwa sababu ni mwenyekiti. Utachelewa kusonga mbele, kwa sababu wale wanaokusaidia na kukushauri kazi hawajui vision yako unataka nini. Kwa hiyo lile unaloliona ni la maendeleo, kaa na kamati yako au halmashauri yako ile ya serikali ya mtaa, uwape wazo lako, waombe maoni yao, wakushauri. La kwanza. Lakini la pili, katika uibuaji wa miradi bado mnaweza kukaa na ile mitaa yenu, mnakaa mnaongea. Wewe unaweza ukawa na wazo zuri, unasema sasa hivi hapa changamoto yetu labda tunahitaji kuwa na zahanati. Kumbe ukienda kwa wananchi watakwambia wao wanachohitaji sasa hivi ni darasa, tuongeze madarasa, watoto wamebanana. Lakini wewe unasema mimi nilikuwa nataka zahanati. Sasa usitake bila wale wananchi wako wanataka nini. Peleka wazo liuze, hata kama utakuwa nayo 3. Watatoa vipaumbele, kipi kianze na kipi kifuate. Kwa sababu ni wao wenyewe watakaotoa ushirikiano katika kusukuma, lakini wewe na halmashauri yako mtakuwa mmesha yajenga, na mkienda pale mnaongea lugha moja. Matatizo ya kukwama katika shughuli za kusukuma maendeleo yanakuwa hayapo. Usisahau kusubscribe
like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.